Mwezi Novemba, Marekani inafanya uchaguzi ambao unafahamika kama uchaguzi mkuu au midterm elections. Unaitwa midterm au nusu muhula kutokana na kuwa unafanyika kipindi ambacho rais aliyeko madarakani anakuwa anatimiza karibu miaka miwili. Muhula wa urais Marekani ni miaka minne na kiongozi wa nchi anaruhusiwa kuhudumu mihula miwili pekee. Katika miaka ya hivi karibuni, marais waliopewa ridhaa ya mihula miwili ni pamoja na George W. Bush wa chama cha Republican 2001 hadi 2009 na Barack Hussein Obama wa chama cha Democratic 2009 hadi 2017. Rais wa sasa Donald John Trump mwenye umri wa miaka 80 atakamilisha muhula wake wa pili mwanzoni mwa mwaka 2029. Uchaguzi wa rais ulifanyika mwaka 2024 na Trump kuanza majukumu ya Januari 20, 2025. Uchaguzi wa sasa utajumuisha wajumbe wa bunge la Congress ambalo ndilo bunge dogo nchini humo na Seneti ambalo ndio bunge la juu. Kutakuwa na uchaguzi wa thuluthi ya maseneta. Bunge hili lina jumla ya wajumbe 100. Katika uchaguzi huu wa Novemba pia watachagua magavana, wawakilishi wa majimbo na mamea wa miji. Mchakato wa kura ya maoni ulianza mapema mwaka huu. Mmoja wale waliotikisa katika kura za maoni ni Abdulrahman Mohamed El Sayed maarufu Abdul El Sayed aliyeshinda tiketi ya chama cha Democratic ya kugombea useneta jimbo la Michigan. Afisa huyo wa afya mwenye umri wa miaka 41 ni mzaliwa wa jimbo hilo na asili yake ni Misri. Akishinda atakuwa seneta wa kwanza Muislam katika historia ya Marekani. Alishindwa kwenye uchaguzi wa 2018 kura za maoni za Democratic katika kugombea ugavana. Tayari Rais Trump ameanza kumshambulia majukwaani kuwa hapendi jamii fulani. El Sayed alimjibu kwa kusema kuwa yeye anawakilisha Marekani tofauti ambayo inakabiliana na ukosefu wa usawa, ilhali yeye Rais Trump anajipatia mabilioni ya dola kutoka kwa migongo ya watu.